Ukiangalia kwenye uhalisia unaona sisi kuna sehemu tuna shida kwenye mpira wetu, na naamini mimi kwangu tunauendesha tatizo mpira kisera sana. Yaani hiyo ndio tatizo langu mimi linaloniumiza. Mpira unatakiwa uendeshwe kwa njia zake. Yaani mpira na wenyewe kwenye kuongoza unahitaji maarifa makubwa sana. Na huwezi kila siku kawapeleka watu vile unavyotaka. Kuna muda unakuja mabadiliko, wanakuja wasomi kwenye mpira kama sasa hivi kwa mpira wa Tanzania wasomi wameongezeka. Sasa lazima wasomi huwa wanapenda uwape hoja kila unachokifanya, wao wana reason. Kwa nini wamefanya hivi? Kwa nini wamefanya hivi? Hiyo ni changamoto ambayo watu wa mamlaka za mpira wanatakiwa kuikubali. Kwamba wako kwenye zama ambazo hauwezi tu kuamua kila unachotaka wewe mwenyewe. Lazima na wale ambao wanahusika kwenye mchakato wa utekelezaji wa mipango yako uwashirikishe mapema. Muwe na mnafanya consultation, kwa sababu ukiwa unajiamulia wewe vitu. Sasa hivi kuna wasomi wengi, watu wengi wanajua vitu. Hawawezi kukubalia, lazima watakuwa wanakukatalia baadhi ya mambo. Na utawachukulia wale kama maadui, unawachukia. Lakini ukweli ni kwamba wana reason, kwa sababu wanaona vitu mbona vinavyofanyika kuna uwezekano ukawa na consequences. Kwa nini vitu vinavyofanyika visifanyike kwa njia hii? Vinafanyika kwa njia hii. Yaani mtu yote mwenye maarifa uwezi kuona mpeleka unavyotaka. Na isivyo bahati sasa watu wenye mamlaka za mpira wakati mwingine ukiwaambia baadhi ya vitu wanakuchukulia kama adui au wanaona huwapendi. Lakini hakuna mtu ambaye kwa mfano personally siwezi kuwa namchukia rais wa TFF au mwenyekiti wa bodi ya ligi au nani, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi sina malengo wala sina nafasi kwa sasa kwenda kukaa kwenye kiti chake. Yani hao ni kwamba naweza nikaamua kumchukia. Lakini tunavyoongea tunaongelea kile tunachokiona, tunajiuliza maswali. Kwa nini mpira unaenda hivi? Kwa nini hivi? Kwa mfano leo hii sisi imekuwa hata ni story timu za taifa zinavyofuzu nyingi kwenda kwenye mashindano. Lakini ule ni wajibu wa shirikisho. Yaani baba kuleta chakula nyumbani unataka tukupigie makofi. Huo ni wajibu wako.